Wewe ambaye unateseka na wezi nyumbani kwako, wewe ambaye unateseka na wachawi nyumbani kwako, unateseka na majini nyumbani kwako, kuna dawa inaitwa Fingo. Kazi yake ni kufinga nyumba, kuitengeneza nyumba, kuifinga nyumba, kuifunga nyumba ili isiweze kuchezewa na wachawi, isiweze kuchezewa na majini, isiweze kuchezewa na waizi. Kwa sababu hivi vitu vitatu vitakufanya wewe ukose amani, hata kama una maisha mazuri, hata kama ni mfanya biashara. Pakisha kuwa na wezi wengi, basi utajikuta moyo wako unashindwa kurelax, uweze kujiamini kwa sababu sehemu ulipokuwa kuna waizi sana. Sasa hii dawa ya Fingo kazi yake ni kuifinga biashara yako, kufinga nyumba yako dhidi ya mchawi, dhidi ya mwizi. Kwa sababu hii dawa inasaidia kufunga nyumba, biashara, shamba, kitu chochote. Ukitaka kukifinga ili kisiweze kudhurika au kusiweze kuibiwa, kusiweze kuchezewa kwa njia za kichawi, isiweze kuchezewa kwa njia za majini. Nyumba huwa zinafingwa, nyumba huwa zinawekewa protection, ulinzi kwa ajili dhidi ya waizi, dhidi ya wachawi na majini na watu wabaya. Sasa wewe kama nyumba yako unashindwa kuifunga, nyumba yako kama unashindwa kuweza kuifinga nyumba yako, kuifinga biashara yako, utakuwa wewe kila siku ni mtu wa kulia. Kwa sababu unamkuta mtu yuko ndani amelala, nyumba inamwagiwa mchanga. Mtu yuko ndani amelala, nyumba inamwagiwa mchanga. Au usiku unakuta watu wanatembea kwenye bati, au unakuta kitu kinarushwa kwenye bati alafu kinabiringia ili akianguki chini. Lakini huko ndani unasikia vyombo vinaguswa, au watu kama wanatembea, au maji yanafunguliwa chooni. Yani nyumba inakuwa na mauzauza. Ujue hiyo ni nguvu ya kiroho ya kijini. Nyumba hiyo inatawaliwa na majini. Sasa kuna dawa zake ambazo ukiziweza kuzifanya dhidi ya hayo mambo ya kichawi au majini kwenye nyumba yako utakuwa inakuwa kwa amani. Nyumba yako utakuwa unaishi kwa amani. Kuna watu mpaka leo wamekimbia nyumba zao. Hujawahi kuona mjini kuna nyumba ambazo mpaka leo hazikai watu. Nyumba hazikai watu. Nyumba watu wamezikimbia. Kuna watu wameshindwa kukaa kwenye nyumba ni kwa sababu ya mauzauza. Kuna watu wameshindwa kukaa kwenye nyumba kwa sababu ya vita. Kuna watu wanashindwa kukaa kwenye nyumba kwa sababu ya mambo ya kishirikina. Yani watu wameziacha nyumba nzuri, nyumba za samani, nyumba ambazo anaweza kuishi na watoto wake, kuishi na familia yake, lakini mtu ameacha hiyo nyumba ni kwa sababu ya mambo ya kichawi. Sasa kwa nini nimekuja kueleza hii dawa inaitwa Fingo? Fingo ni dawa nzuri ya kuifunga nyumba yako kama nyumba haina matatizo. Unaweza kuifunga nyumba yako dhidi ya uchawi, unaweza kuifunga nyumba yako dhidi ya mambo ya kichawi, mambo ya kishirikina, mambo ya majini, dhidi ya wezi. Unapoifunga nyumba yako au shamba au biashara isiweze kuchezewa na mwizi. Unajua hizi biashara zinafungwa. Kama una nyumba yako, unaweza nyumba yako ukaifunga. Hata mwizi anapokuja kwenye duka lako au kwenye nyumba yako, haoni nyumba. Mwizi anakuja kwenye nyumba yako, haoni nyumba. Mwizi anakuja kwenye biashara yako, haoni biashara. Anaona bahari, anaona nyumba inawaka moto. Au anaweza akaingia kwenye nyumba yako akakusudia kuiba kila kilicho ndani kwenye biashara, kwenye nyumba, kwenye mji, kwenye shamba. Akazunguka mule ndani na asitoke, asione njia ya kutoka. Kile ambacho amekibeba kinaweza kisiganduke kwenye mkono au kichwani ambacho amekishika, mpaka unamkuta na unaweza kufanya yale ambayo unataka kufanya kisheria. Kwa hiyo inawezekana kufunga nyumba. Mwizi anapoingia haoni njia ya kutoka. Mwizi anapoingia kwenye shamba lako, mwizi anapoingia kwenye nyumba yako, hakuna mlango wa kutoka. Haoni mlango wa kutoka. Na mpaka unamkuta. Na ukiweza kufunga nyumba yako, kuifinga nyumba yako, mwizi anapoingia ndani, akiiba kila kitu, hawezi kutoka na analala, unamkuta ndani amelala. Tunatumia uganga kwa ajili ya kufunga nyumba. Tunatumia uganga kwa ajili ya kutengeneza mashamba ya watu yasiibiwe, biashara za watu zisiibiwe. Tunafunga nyumba dhidi ya mchawi, tunafunga nyumba dhidi ya mwizi ambaye muharibifu anakuja kuchezea biashara yako. Umetafuta kwa jasho, umeteseka,
umeandaa mtaji wako mpaka umekuwa mtaji mkubwa. Aidha mtu anakuja kwenye biashara yako, anakuja kukuibia. Kuna watu wanateseka na wezi. Kuna watu wameibiwa. Namna gani ya kuweza kumtengeneza yule aliyekuibia? Mwizi atafutwi. Mwizi anakuja mwenyewe, alipoiba anapajua. Naomba nisikize kwa makini. Mwizi atafutwi. Mwizi anakuja mwenyewe kwa sababu alipopaiba anapajua. Mchawi akikuroga anakufa yeye, wewe unabaki. Unapofungwa mwili wako, kuwekewa protection zidi ya mwili, zidi ya nyumba, zidi ya shamba, zidi ya biashara. Fungeni nyumba zenu, fungeni mashamba yenu, fungeni biashara zenu, kwa sababu ni wabaya sana. Kuna watu mpaka leo wamefilisika ni kwa sababu ya wizi. Kuna watu leo wamefilisika ni kwa sababu ya watu wanakuja kuangiwa katika mambo ya kishirikina. Kuna watu leo wamekufa kibiashara, wamekufa kiuchumi, ni kwa sababu ya vita, ni kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya kutupiwa majini, kwa sababu ya kuibiwa mali zao. Kuna watu leo wamechoka, ni kwa sababu wameingia kwenye madeni, ni kwa sababu wamefilisika, kwa sababu ya kurogwa. Sasa nikizungumzia fingo, hii kufinga nyumba, kufinga shamba, na maanisha kwamba unatakiwa utengeneze biashara yako, utengeneze mji wako, kuufunga zidi ya mwizi. Kwa sababu waizi ndio imekuwa tatizo kubwa sana. Watu wengi wanatamani kufanya vitu vikubwa, lakini wanaogopa waizi. Waizi ndio wamefanya mpaka watu kuwarudisha nyuma. Sasa nakushauri uifinge nyumba yako, uifunge nyumba yako, uilekee protection shamba lako, uweke protection zidi ya uchawi kwenye shamba, kwenye nyumba, sehemu ya biashara. Lazima uifunge ili isije ikachezewa kichawi, isije ikachezewa na waizi wakakurudisha nyuma. Kwa hiyo kama una shamba, una nyumba, una kiwanja, una kitu kizuri ambacho unakiona cha thamani katika maisha yako, kiekee ulinzi, weka protection. Kifunge kile kitu ili kisije kikaibiwa. Kifunge kitu kisije kikachezewa na wachawi, kwa sababu wachawi kazi yao ni kuharibu. Watu wabaya kazi yao hawapendi kuona mtu anafanikiwa. Na kushauri wewe ambaye haujafunga shamba lako, haujafunga nyumba yako, haujafunga kiwanja chako, haujafunga kitu chochote kwenye nguvu ya roho ya uchawi, unatakiwa ufunge nyumba yako kwa kutumia dawa inaitwa fingo. Kufinga, kuzindika eneo lako la biashara, eneo lako la kazi, ufunge zidi ya uchawi, au ufunge zidi ya majini, au ufunge zidi ya wezi. Mwizi anaingia nyumbani kwako aoni nyumba, mwizi anaingia nyumbani kwako aoni mlango, mwizi anaingia nyumbani kwako aoni alipoingia ni wapi, mwizi anaingia nyumbani kwako analala usingizi mpaka unamkuta. Kile alichokiiba kwenye mkono wake akiwezi kuganduka na akiwezi kukieka chini mpaka utakapomkuta. Hii ni science ya kufunga mali zako, kufunga nyumba yako, biashara, ili uishi kwa amani. Only one, my chief, the great chief Maalim Mpili.